أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبعد. Ndugu Waislamu, ndugu mahujaji watarajiwa, tunaendelea na maudhui yetu kama ilivyotangulizwa hapo kabla, na kwa sababu hii ibada ya swala ni ibada refu sana. Nadhani niliwahi kusema hapa kwamba swala haina master. Hakuna mtaalamu wa swala, hata au maimamu wakuu Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik na Imam Shafi, wote hawakuwa mastaa wa swala. Hata masahaba hakuna staa wa swala. Kwa hivyo ibada hii pamoja na kuizoea kwetu, lakini tujue kwamba ni ibada ambayo wazungu wanasema very complicated. Ni ibada ambayo haizoeleki. Unaweza ukafanya manyago pamoja na kuswali kwako kote kwa muda mrefu uliopita, na swala ikakushinda pengine haraka mbili tu. Kwa hiyo kuna kila umuhimu wa kuweza kuiripiti, yani kuidurusu. Sisi hapa tunachokifanya ni kudurusu tu. Kwa mfano mimi binafsi nakumbuka tuko chuoni, basi swala tumechukua miaka miwili tunasoma swala tu, na haikutosha hivyo. Tulivyoingia katika ngazi nyingine ya elimu tukaisoma tena swala. Kwa hiyo swala haizoeleki. Katika darsa iliyopita, semina nambari 11, tulizungumza yale mambo, mfano nguzo za swala kwa mukhtasar. Ikawa leo ndio tutachambua nguzo za swala, lakini pia kuna suna za swala, kuna wajibati za swala. Hizi wajibati za swala kwa tulio wengi ni mpya kwetu, ingawaje tunazitumia, tunazitekeleza ndani ya ibada, lakini tunashindwa kutofautisha kwamba hivi sasa niko katika kitu gani. Kwa mwenye kuswali ni lazima ajue, kuweza kujua kwamba hili ninalolitekeleza ni la fardhi, yani la nguzo. Katika swala, ndani ya swala tunaita, hatusemi fardhi, tunasema nguzo, arkanu sala, nguzo za swala. Pia unaweza ukasema furudhu sala, lakini hasa maruf arkanu sala. Sasa uweze kutofautisha, hii ni nguzo au hii ni katika wajibat au hii katika sunna. Wewe mwenyewe, yani kama unakatishwa ndani ya swala, unaulizwa sasa unatekeleza nini, uweze kujua sasa natekeleza wajibu wa swala, wajibu katika wajibati za swala. Tukianzia na nguzo, na hii tutalizungumza kwa urefu kidogo, hatutozizungumza nguzo zote, lakini tutasoma ufundi wa namna ya kuirejesha nguzo endapo umeiacha, ambalo hili ndilo linalo tusumbua sana. Linataka taaluma ya hali ya juu, uelewa ya kusudia. Nguzo za swala ni yale mambo
ni kauli na vitendo ambavyo vimo ndani ya swala, ambavyo mwenye kuswali ni lazima avitekeleze. Asipotekeleza moja tu, basi ataifanya swala yake yote iwe batil, haitosihi. Ukiacha nguzo moja tu, basi swala ile yote batil, haikutimia. Kwa sababu swala ni lazima lile jengo lake litimie, lisiwe upande mmoja limewekewa jiti. Hiyo haikubaliwi, kwamba hii bwana inataka kuangua, kwa hivyo tuweke jiti huku tuizuie. La, inatakiwa yote iwe kamilifu. Sasa yale mambo ambayo unayoyafanya ndani ya swala ambayo ni lazima uyafanye, hile ndiyo nguzo za swala. Na hii nguzo za swala kwa idadi ndogo kabisa wanasema kwamba ni nguzo 13, lakini inakwenda 14. Kama hii reference nilikuwa nayo hapa, wanahesabu kwamba nguzo ni 14, lakini katika vitabu vingi vya fiqh hivi wamehesabu nguzo za swala ni 13, lakini nguzo za swala zinaenda mpaka nguzo 24. Nguzo 15 utakuta mwingine anakuambia 17, mwingine 18, mwingine 20, mwisho nguzo 24. Sasa je, wanatofautianaje hawa? Hawa wanatofautiana katika kuhesabu, sio katika utekelezaji. Katika utekelezaji wote hawa nguzo za swala ni sawa sawa kwao. Narejea tena, tofauti ya hii 13, 14, 15 mpaka 24 ni tofauti. Hao ni maulama ambao kila mmoja, yani mmoja huyu ukahesabu. Kwa mfano kuna mambo matatu kwa mfano katika rukuu. Katika kurukuu unatakiwa kwanza upinde upinde nyonga yako, ile mikono yako ikamate magoti, uso wako uangalie pale unaposujudu. Kwa hivyo ile kupinda ni nguzo. Halafu ndani baada ya kupinda, yani ile kuinama, halafu ndani yake mna nguzo. Ipi? Nguzo ya utulivu. Nguzo ya utulivu, yani unatakiwa ndani ya ile rukuu sio uiname tu, utulie. Mbali ya kusema subhana rabbiyal azim, ile sasa iko kwenye wajibat, haiko tena kwenye nguzo. Kwa hiyo pale wapo waliohesabu hizi ni nguzo mbili, wapo waliohesabu ile kuinama, na kwambia kuinama maatumanina, pamoja na utulivu. Kwa Kiarabu inaitwa tumanina. Usichukue hiyo katika Kiswahili, ichukue katika Kiarabu tumanina. Hiyo ni nguzo muhimu, ambayo hiyo ni nguzo utaiona kama ndogo, lakini ndio iliyotawala ndani ya sala, ule utulivu katika harakati zako zote utakazozifanya. Hii tumanina ni lazima iwemo, yani kutulia. Sasa ile kuswali ukanyochoa ile paku kama ukoti wa saa, ile kuanzia leo tuache. Unapoamua kuswali sasa, amua ninaswali, sio unaswali huku una haraka zako. Utakuwa bila shaka ile swali utaitelekeza, na swala ni ibada tukufu. Tena umeelekea mbele ya Mola wako, uko mbele ya Mola wako. Sijui utathubutu vipi kwamba kuiswali kwa kuripua. Na ukiswali swala hiyo kwa kuripua, na malipo yako vile vile yanakuwa ya kuripua. Inawezekana ikakunjwa ile sala, alafu ukapigwa nayo kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii tumanina au khushu' ni kitu muhimu. Sasa wametofautiana hivyo. Kuna baadhi ya sehemu yapo mambo matatu,
Mmoja kayatofautisha matatu, mmoja yeye kalichukua lote kama ni moja. Kwa nguzo za swala kwa ufupi, kwanza kabisa ni kusimama, kusimama au kwanza ni kusimama, alafu unaleta nia. Sasa hii nia hii, unaposema unaleta nia, yani uwe na nia. Hatukusudii ile usalli fardhu salati dhuhri, ile unatamka, haijawa nia ile. Unajua, unaweza ukasema maneno hali ya kuwa mwenyewe sio ulioyakusudia. Nasema hivi, sio kwamba kusema vile ni vibaya. Sisi tunasoma ile sharia yenyewe ilivyo, ili utakapo changanyikiwa na lolote uweze wewe mwenyewe kujihukumu. Mimi hapa sikukosea, niko sahihi, kwa sababu kile ambacho cha lazima nimekifanya. Inawezekana mtu akaenda akatia udhu wake, akaenda akatia udhu kwa sababu kapata najis, hali ya kuwa na udhu, lakini kwa kutokujua akaenda akakosha ile najis, alafu akaenda akachukua udhu mwingine kwa kutokujua. Lakini mwenye kujua ataenda kutoa ile najis na udhu wake atakuwa bado anao. Kwa hivyo kujua kitu asili yake ndiyo muhimu. Kwa hivyo nia manake iwe baada ile ya kusimama, alafu uwe umekusudia, mimi sasa nina swala fulani, swala ya dhuhuri ina rakaa 4. Hii ina rakaa 4, tena ninaswali kwa ajili ya Allah. Alafu hizo ni nguzo mbili zitakuwa, ya kusimama moja, na ya pili ni nia, ya tatu ni kuleta takbiratul ihram. Nilizungumza kidogo wiki ile, takbiratul ihram ni moja tu, yani pahala popote pengine hakuna takbiratul ihram isipokuwa kwenye swala, na humo kwenye swala ni ile unayofungulia swala, ndiyo takbiratul ihram. Unaweza ukatamka sana Allahu akbar, Allahu akbar. Kwa mfano sasa natamka Allahu akbar, lakini sio takbiratul ihram. Lakini Allahu akbar hiyo nitakapokuwa naitaja, kwa sababu naingia ndani ya swala hiyo, itakuwa sasa ndiyo takbiratul ihram. Nini maana takbiratul ihram? Ni tamko tukufu, na hakuna tamko tukufu mbele ya Allah kuliko Allahu akbar. Tupo sote, na ni wakati ule unapofungua swala. Kwa hivyo pale unapoitamka Allahu akbar uwe makini, isiwe Allahu akbar yani huku unaangalia mafenita, mara unaangalia saa. Hapana, hiyo umetulia pale, una utulivu, ile kusimama pamoja na utulivu na kuitaja hiyo Allahu akbar ina vipengele vyake kadhaa. Allahu akbar ina sharti, sijui kama nakumbuka vizuri 16, sio 16 au ngapi? Mimi nakumbuka 16, mwenzangu anasema 17. Ile takbiratul ihram, yani namna ya kuichunga mpaka ukaipata Allahu akbar. Kwa sababu ya muda hapa takuwa hatuwezi tena kuchambua hizi, ila tunatambulisha au tunatahadharishana hivyo. Kwa hivyo ni tamko ambalo halitaki masihara, iwe umelivalia njuga katika kulitamka kwako, huna haja ya kujitia wasiwasi. Sio tena hiyo utakuwa kesi yako wewe mwenyewe. Sasa cha msingi cha kufanya nini? Ni tujifunze. Unaye mtu wa karibu, alim, mjuzi, anojua, basi mfuate, ili akufahamishe ile takbiratul ihram na masharti yake, yale kuchunga zile herufi au kuchunga ile tamko lenyewe. Kwa hiyo ni nguzo ya swala, na usipoleta Allahu akbar itakuwa wewe bado hujaingia katika swala.
Kwa ule ndio ufunguzi. Baada ya hapo kuna nguzo nyingine, nasoma suratul Fatiha. Kuna nguzo na hiyo suratul Fatiha ina masharti yake, unatakiwa uisome kwa taratibu za Qur'an, kwa ahkami na uchungaji, na pia uwe unaisoma huku ukizingatia kile unachokisema. Sio unasoma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, unaangalia mengine na unavyoangalia. Mwenyezi Mungu yuko hivi, vile unavyojiweka ndio anavyokuweka. Ukikipuuza kitu basi naye anakipuuza vile vile, anakupuuza wewe. Sasa hiyo ndio Allah alivyosifanya katika ibada zote. Ukifanya hii na ilipua naye anakulipua hivyo hivyo. Hii haina hadhi naye anakufanya huna hadhi, kama alivyosema Bwana Mtume, kama tadinu tudani, unavyokopesha ndio unavyolipwa hivyo. Kwa hiyo kama tuliwaambiwa hapa na Miriadi kwamba hija ni yangu, kwa hiyo na swala ni yangu, na swala ni muhimu zaidi kuliko hiyo hija. Ni nguzo ya pili ya Kiislamu, na kama haitoshi ndiyo ibada ya mwanzo. Amali zote itakayoanza kuhesabiwa ni swala. Na alafu ukizingatia swala, Mtume hakuletewa wahi hapa duniani, kaitwa mbinguni. Sasa iweje ibada kama hiyo tuiswali kwa mazoea? Kwa hiyo kwenye rukuu, baada ya kurukuu kuna kuitidali mpaka kufikia kutoa salamu. Tumesema hatutozizungumza zote, lakini sasa kwa mfano mimi nimeswali, nimesoma suratul Fatiha. Nilipomaliza suratul Fatiha nikasoma sura nyingine ambayo hiyo ni sunna, hiyo si katika nguzo. Kwa hivyo sura pekee katika swala ambayo ni fardhi ni lazima uisome ni suratul Fatiha peke yake. Hii ndiyo sura pekee, na ndiyo hata maulama wakasema kwamba suratul Fatiha ndiyo sura ya kwamba Muislamu lazima aisome. Hakusoma Bakara hapati dhambi, lakini asiposoma Fatiha atapata dhambi. Bakia sura nyingine. Kwa hiyo sura hii ni lazima tuishughulikie, tuitafute ufundi wake, tujue namna ya kusoma. Hata kama tujue hapa unaleta idhhar, hapa ikhfa, lakini tujue ile kuisoma. Na alhamdulillah, mashaallah, siku hizi tunawata vijana wetu wengine wajukuu zetu, wale watoto wetu wanajua kusoma vizuri Qur'ani. Si vibaya kumwambia hebu njoo hapa mjukuu wangu, nifundishe hii sura au nisikilize ninavyosoma hii sura. Nafikiri hata watoto wadogo wale wadogo wa nasari basi wanajua kuisoma Qur'an. Sasa tusione aibu kuijua suratul Fatiha. Tujue kwamba tunatengeza, hatubomoi, na katika kuitaka haki usione aibu. Sasa nimesoma suratul Fatiha kwa bahati, baada ya kumaliza nikasoma sura nyingine, lakini baada ya kumaliza ile sura nyingine inavyotakiwa ni rukuu, lakini mimi sikurukuu, nimeporomoka moja kwa moja katika sijida. Nikasujudu sijida ya kwanza, sijida ya pili, pengine nimo ndani ya sijida ndo nakumbuka lakini mimi sikurukuu. Mimi sikurukuu. Na kama hukurukuu, hukusujudu, hukukaa baina sijida mbili, hukusoma suratul Fatiha, rakaa pia sio. Manake sio swala tu nzima, na kila rakaa inajitegemea. Sasa sijui nani atatusaidia hapa, tutafanyaje? Au mimi nifanyeje wakati nimekwenda kwenye sijida lakini rukuu sikuileta? Nitairejeshaje rukuu ili kuitengeza swala yangu, niendelee na swala badala ya kubomoa nikaanza upya?
Halo, karibu atufahamishe yeyote yule jamani, hapana mtaalamu. Mimi Sheikh Mohamed, tusaidie au hayupo? Tusaidie, nimesahau rukuu na nimefika katika sijida. Sasa ndo nimekuja kutanabai kule chini ya sijida kwamba rukuu nimeiacha. Nitengeze vipi swala yangu? Gwende na rakaa nzima. Je, ikiwa sitaki rakaa nzima? Sawa sawa. Upya. Tumemsikia kwamba itabidi unyanyuke uanze rakaa upya. Hiyo ni njia moja. Njia nyingine, pale pale ulipokumbuka uko ndani ya sijida, pale pale unanyanyuka. Ukisha kunyanyuka bila ya kusoma suratul Fatiha, unasimama sawa sawa, halafu unakwenda kwenye rukuu, huku ukiwa nia yako ni kwamba na rukuu, kwamba zile za mwanzo zote sijida zote zile bure. Kwa hivyo suratul Fatiha nshamaliza, sasa na rukuu, halafu nitaendelea na sijida mbili, halafu tena nitakuja katika rakaa nyingine. Sasa huu unatakiwa ni ufundi, na hasa wale maimamu wanatakiwa wawe wamebobea katika swala, sio mchezo. Unaweza kuwa unawakusanya watu 1000 nzima wanakufuata huku nyuma, umekuja kukosea jambo dogo likakushinda kulitafutia ufumbuzi, hali ya kuwa umo ndani ya swala, hali ya kuwa wewe ni kiongozi wa swala. Kwa hiyo utarudi katika rukuu na mfano wa mengine kama hivyo. Yaani tunachokusudia kusema kwa ufupi, unapoiacha rukuu ni lazima, yani unapoacha nguzo yoyote ni lazima uirejeshe nguzo. Sawa jamani? Ukusoma suratul Fatiha, umesimama pale, pengine umeona raha ya kumsikiliza imamu, lakini hii kesi nyingine, sababu hii wanakhtalifiana maulama. Wapo wengine wanajuzisha maamuma si lazima kusoma suratul Fatiha, wanajuzisha. Sasa hii sio mnaoizungumza, hii ya vichwa vikubwa, hii inawaachia wenyewe. Tunakuja haya yetu sie, yani wewe unarudi umenyanyuka ukasahau kusoma suratul Fatiha, ukenda katika rukuu, basi utasimama. Utakapokumbuka katika hatua yote uliopo, utasimama, lazima uisome suratul Fatiha, ukisha tena uendelee. Yani kwa mfano, yani mfano ni upi? Kwamba unatia udhu, ikawa wewe ukafanya viungo vyote, lakini ukasahau kupakaa uso, kupakaa kichwa. Umekuja kukumbuka wewe ushakosha mguu wako wa kushoto, ushamaliza, nani kwa vijana ushanawa, basi yale ya kukosha miguu yote yale yatakuwa ni ajwa. Itabidi urejee kupakaa kichwa, kuosha masikio ambayo ni sunna, halafu kuosha miguu. Kwa hivyo kile kitu ambacho umekitanguliza si wakati wake, kile chote kitakuwa ajwar katika nguzo za swala. Imefahamika? Kidogo anababaisha, lakini tutafahamu inshallah. Yani kile ulichokifanya kabla ya wakati wake, kile cha wakati wake umekisahau, na hii ije kwa kusahau, si ije labda kwani lazima. Ukisema hiyo kwani lazima, swala ushaibatilisha.
Kwa hiyo utakirejesha hatua yote, kama upo katika sijida sijida ya pili, mwenyewe una hesabu ya pili, lakini kumbe ya kwanza ukusujudu, basi utasujudu sijida nyingine ya pili. Baada ya swala yako sasa, baada ya swala yako utaleta sijidati sahwi. Kwa hiyo kuwacha nguzo unafanya mambo mawili, unarejesha nguzo na mwisho wa swala lazima ulete sijidati sahwi. Hiyo ni lazima, kwa sababu wewe umesahau ile yani umeifanya ile swala hivi na kasoro. Sasa sijidati sahwi maana yake inasafisha ile kasoro, inaiondosha na unakuwa wewe umeswali sawa sawa. Lakini kwa mfano katika hizi swala hizi umeswali wewe huko rakaa ya 3 au uko rakaa ya 4, lakini hujui, una uhakika kama hii mbona kama rakaa ya 4 si mara ya 3 mara ya 4 mara ya 3. Sasa utakiwi kuendelea na mjadala huo ukiwa ndani ya swala, unatakiwa uwe na msimamo mmoja tu, ile ulokuwepo. Hii mena hakika hii ya 4 hii ya 3 hii, basi chukua uhakika kwamba hii ni ya 3, usichukue uhakika kwamba hii ni ya 4. Kile ambacho una uhakika nacho ndio kihesabu, kile ambacho una shaka nacho kile kiache. Kamilisha sala yako na ukisha utaleta sijidat sahwi, sawa La, kuna mfano mmoja kwamba kama alivyosema Sheikh Muhammad hapa kwamba ikiwa ile rakaa unaona nitajizonga, basi unarejesha rakaa moja tu, unaiua moja, una nini, hata kama zitakuwa umeswali rakaa 6, zile 2 sizo, basi zitakuwa ndo sizo hizo, sababu wewe ndo mwenye swala. Ukizitoa zile 2, basi itakuwa ndo zimetoka. Kwa hivyo utazirejesha 2 kukamilisha rakaa 4. Kwa hiyo ukiwa na shaka unaona hapa mimi nitajizonga, mimi sijui kuleta nikarejesha, basi ile rakaa wewe ivunje tu, itoe tu. Akikujia mtu mbona umeswali rakaa 5 taambia moja sio. Alim yoyote ukimwambia atakufahamu, moja sio, atajua kwamba wewe moja umeifuta. Kwa hiyo kufuta rakaa inaruhusika, na huenda ikawa ndio njia nyepesi ikiwa yale ya kuungaunga yanakushinda, basi wewe rejesha rakaa tu. Nadhani imeeleweka kwa ufupi nguzo. Tukenda katika wajibati za swala, ambapo wiki iliyopita ile nilizungumza kwamba sunna katika swala ni tashahudi al-ula, yani ile tahiyatu ya mwanzo, lakini pia wameitia kama hii katika hii reference iliyokuwa nayo hapa, ile tashahudi al-ula hawakuiweka katika sunna. Kwa sababu gani? Kwa sababu hukumu ya sunna ile, yani ile tashahudi al-ula, tahiyatu ya mwanzo ile, utakapoiacha basi ni sawa na hukumu ya wajibati nyingine. Kwa ndio maana wameiweka pamoja na hizi wajibati. Wajibati ni zipi? Wajibati manake ni mambo ya wajib. Tumemaliza nguzo, tunakuja wajib. Kuna tofauti ndogo baina ya nguzo na wajib, tutaifafanua baadaye katika swala. Ama katika hija vyote viko sawa, nguzo na wajib. Kuna wajibati 8. Nguzo za swala tumesema 14 kwa hesabu tuliohesabu hapa ya ghafla, lakini wajibat ni nguzo ni mambo 8, ni mambo 8.
ambayo hayo yatakuwa ni wajib, na kama ni wajib hutakiwi kuyaacha kwa makusudi. Ukiliacha kwa makusudi swala yako inabatilika. Umeeleweka jamani? Wajibat ukiziacha kwa makusudi basi swala yako inabatilika. Na tofauti yake baina ya wajibat na nguzo ni kwamba wajibat hutoirejesha kama vile tulivyoirejesha nguzo. Wajibat kama imekupita ndio ishakupita, husemi naanza rakaa nyingine. Kama imekupita ndio imekupita, ila utaleta sijidati sahwi mwisho wa swala yako. Mwisho wa swala yako utaleta sijidati sahwi kukava kile ambacho kimekupita au umekisahau. Tunarejea tena hapa, wajibat haitakiwi, si kitu cha hiari, ni kitu cha lazima. Kwa hiyo mtu asije akaona kwani si nimeacha tu, la, itakuwa sala umeibatilisha. Anasema shekhe humu kwamba wajibati ya mwanzo ni kuleta takbira zote ndani ya swala, takbira zote ndani ya swala, sio kuleta takbiratul ihram. Takbiratul ihram iko kwenye nguzo. Sasa tunazungumza hapa ni takbira ile kwamba sasa nimemaliza suratul Fatiha na kwenda katika rukuu, nasema Allahu akbar, alafu samia Allahu liman hamida, na samia Allahu liman hamida inaingia katika wajibati vile vile. Alafu ukisha kusimama unakwenda katika sijida, unasema Allahu akbar, kitako baina sijida mbili, Allahu akbar. Yani Allahu akbar takriban ni nyingi tu ndani ya sala, na kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila baina kutoka hatua moja ya swala kuenda katika hatua nyingine ya swala unaleta Allahu akbar. Ukisujudu utaleta Allahu akbar. Sasa ishakaa baina sijida mbili, nataka kwenda sijida tena, Allahu akbar, kama ilivyokuwa maarufu kwetu. Sasa hizi Allahu akbar wallahu akbar hizi tusifikirie ni masihara, sio mzaha tena. Basi si ukiwa imam, si ikiwa maamuma, si ukiwa unaswali peke yako, hata maamuma unatakiwa uzilete zile Allahu akbar. Yule imamu anasema Allahu akbar, sasa wewe sio utoke tu kafika subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal na wewe uende pamoja na Allahu akbar kama vile anavyokwenda imam, huku ukielewa kwamba hichi ni kitu cha lazima. Kwa hivyo kama una wasiwasi hujakileta, kilete pale pale Allahu akbar. Sisi tuko pamoja au ngoje maji kwanza? Kwa hiyo hizo takbira za ndani ya swala pamoja na ile samia Allahu liman hamida, zile zote ni wajibati za swala, zile ni mambo ya lazima ulete katika swala. Nimechanganya pamoja na samia Allahu. Alafu kuna ile dua kwenye rukuu kusema rabbana lakal hamd au rabbana walakal hamd. Ukitaka ukizidisha au ukisema hiyo hiyo rabbana walakal hamd au rabbana lakal hamd, nayo ni wajib, ni wajib, ni lazima uitamke rabbana lakal hamd. Tuko pamoja Alafu kwenye sijida au kwenye rukuu ndio inaanza. Kwenye rukuu ukisha kutulia unasema subhana rabbiyal azim au subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kuna khitlafu, lakini hizo khitlafu tuziache.
yoyote utakayosema kati ya hiyo itakuwa umepatia, lakini hasa ni subhana rabbiyal azim, ndio mahala pake hasa. Ukisema wa bihamdihi utakuwa si kwamba umeiharibu swala yako, lakini itakuwa hukufanya kama vile ambavyo mtume kafanya. Kwa hiyo unaleta subhana rabbiyal azim kwenye rukuu, ile ni shart, ni wajibat, katika wajib. Na ukienda katika sujudu ukisema subhana rabbiyal a'la, nayo ni katika wajibat. Inatakiwa iwe useme hiyo subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kadri ya nafasi yako. Ukiwa una nafasi hazikufungamanishwa kwamba hazikulazimishwa kwamba ziwe tatu tu, la. Ikiwa unayo wasaa, inasemekana kwamba masahaba wao walikuwa wakileta 10 hizi, rukuu 10 katika sijida 10. Sasa tunaleta 3 kwa sababu ndo tunajulikana watu wa harakati, watu wa haraka tu kila wakati. Kwa hiyo kusema ile subhana rabbiyal a'la ni wajib, lazima ulete. Alafu wajib mwingine ni pale umekaa baina sijida mbili, kusema rabbi ighfirli warhamni, rabbi ighfirli warhamni. Kwa ufupi ni refu hiyo, lakini kwa ufupi ni hivyo, rabbi ighfirli warhamni, nayo ni wajib. Kwa hiyo mtu lazima aseme hiyo, asiyakaona nimetoka kwenye sijida mbili nimekaa tu hapa, nimekaa alafu Allahu akbar naenda katika sijida nyingine. Useme rabbi ighfirli warhamni, warzuqni wajburni waafini waafani. Hiyo ni ya watu wenye nafasi zao, lakini rabbi ighfirli warhamni hiyo ni lazima uiseme. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni kauli ni wajibu wa 6. Wajibu wa 7 ndio ile at-tashahhud al-ula, kuleta ile tahiyatu ya mwanzo ya rakaa ya pili. Tahiyatu ya mwanzo ya rakaa ya pili kwa swala zenye rakaa 3 mpaka 4. Ama katika rakaa ya pili ya swala ya asubuhi ambayo ni swala ya fardhi pekee yenye rakaa 2, hiyo itakuwa pale unaleta vyote pamoja, tashahud al-ula wa tashahud akhir, yani ya mwisho, tahiyatu ya mwanzo mpaka kusema ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah. Hapo ndo unamaliza tahiyatu ya mwanzo. Ndani ya tahiyatu ya mwanzo humswalii mtume, kumswalia mtume unakuja tahiyatu ya mwisho. Tahiyatu ya mwanzo unafika tu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah, Allahu akbar, unaenda kwenye rakaa ya 3 na unamaliza ya 4 kama rakaa ya 4. Alafu katika tahiyatu ya mwisho ndio unaleta tahiyatu ile ya mwanzo, unaisoma unaunganisha na Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir, mpaka mwisho. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hiyo ni lazima uitamke. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hiyo ni lazima. Ile kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ile ni ukamilifu, ile ni sunna sasa. Lakini Allahumma salli ala Muhammad, kwa sababu kwanza kumswalia mtume ni katika nguzo ni katika nguzo za swala, ile ni katika nguzo kumswalia mtume. Wewe unasema unamswalia at-tashahhud al-ula ghaira
min iqami imam sahwa. Kwa hiyo salia Mtume na ali zake, yani watu wake, kwa kusema wa ala ali Muhammad. Alafu tena nayo hasa unataka unajitakia wema zaidi, ndio unakuja kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Kuna hii kusema sayyidina kwenye swala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wengine wakwambia usiseme sayyidina, sema ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, usiseme sayyidina Ibrahim. Sasa ikiwa wewe unaleta sayyidina Muhammad, je, kuna tatizo gani? Hakuna tatizo lolote, hilo ni la wataalamu wao wenyewe. Kwa hiyo si utakayoitumia itakuwa imejuzu, na alafu utaleta ile mwisho baada kumaliza tahiyatu yako unatoa salamu. Kutoa salamu ni katika nguzo. Kutoa salamu ni katika nguzo. Unatoa salamu, kilichokuwa cha wajibu ni salamu moja. Ukileta mkono wa sehemu ya pili, hiyo ni sunna. Kwa hivyo kwa ufupi hizo ni wajibat za swala. Sunna za swala ni zipi? Kwa kumaliza muda vipi? Sunna za swala ni vipi? Sunna za swala ni hii kunyanyua mikono, Allahu Akbar, hii ukinyanyua mikono, hii ndio miongoni mwa sunna za swala, na nyingi kidogo hizi lakini kwa sababu ya muda umemaliza, tutakuja kuzigusa kidogo katika semina ijayo inshallah, ambayo tunataraji tutaifanya kwamba ni ya mwisho katika kukumbushana mambo ya swala, ila tutakuja kuingia katika swala ya jamaa. Hii swala ya jamaa inaswaliwa vipi, na swala ya safar, swala ya safar, kwa sababu kuna mambo mengi tunahitajia kukumbushana. Kwa hiyo tunafupisha haya ya swala. Kwa hiyo semina ijayo inshallah tutajitahidi swala ya jamaa pamoja na swala ya safari tukamilishe, alafu tuingie katika mambo mengine, hususan tunakabiliwa na mwezi wa Ramadhani, pia kuna ukumbusho wake unahitajika. Kwa hiyo tujitahidi. La mwisho ni kwamba tujifundisheni swala, tujifundisheni swala, tuwaendee wenye kujua, hata kama tumewazaa, tusione aibu. Kwanza mzee kusomeshwa na mwanawe si aibu, ni matunda yake mwenyewe, si anakula mwenyewe, si ndo alompeleka kusoma, kamlipia kila kitu, anamgharamia kila kitu, kwa hivyo ni matunda yake mwenyewe. Kwa hiyo si aibu, utakuwa unakula matunda yako mwenyewe. Lakini swala ni lazima, tujitahidi kuchunga swala. Tumeacha moja, lakini inshallah tutakuja kuliunganisha huko, yale yenye kubatilisha swala tutaunganisha wiki hiyo ijayo, yote tutayafanya biidhnillah, tupate kuingia katika mambo mengine. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.